Kwa majina naitwa John Seka, mimi ni wakili na katika kesi hii ya uchaguzi jimbo la Kigoma mjini ninawakilisha walalamikaji katika shauri hili ambao wanamlalamikia mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Bwana Clayton Revocatus Chipando kuwa hakuchaguliwa kihalali na kidemokrasia katika uchaguzi mkuu uliopita wa tarehe 29 mwezi wa 10 2025 pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali na msimamizi wa uchaguzi jimbo la Kigoma mjini. Sasa leo tumeendelea na ushahidi, leo tarehe 9 tumeendelea na ushahidi na tulikuwa na mashahidi watatu ambao wametoa ushahidi, na kwenye ushahidi wao mambo yalikuwa yamejikita zaidi ni ni namna ya kukiuka taratibu za uchaguzi uliokuwa umefanyika, lakini pia imelalamikiwa kuwepo kwa vitendo vya rushwa na udini hasa katika michango ya ujenzi wa zahanati ya BAKWATA, lakini pia imelalamikiwa jambo la vitendo vya utekaji kwa baadhi ya watu na wapiga kura ambao walilalamika kwamba wao wametekwa mahakamani. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa msingi wa mashahidi wengi wa leo kwenye hayo mambo mawili. Basi mashahidi hao wametoa ushahidi wao kwa maandishi, lakini baada ya ushahidi huo wamehojiwa kwa kina na mawakili wa serikali, lakini pia wamehojiwa kwa kina na mawakili wa Baba Levo, na mahojiano hayo yalijikita kwenye kubomoa ushahidi huo wa maandishi uliotolewa na mashahidi. Baada ya kufanya hivyo, na sisi tulipata fursa ya kuhoji tena kwa mara ya pili ili kuweza kufukia mashimo ambayo yalitokana na maswali ya dodoso. Baada ya hapo sasa, kinachobaki ni kuiachia mahakama katika wakati mwafaka itapima uzito wa ushahidi huo uliotolewa na wadau mbalimbali na mashahidi mbalimbali, na baada ya kutoa ushahidi huo na baada ya kupima, mahakama itakuwa na nafasi ya kuamua ni shahidi gani mahakama inapaswa kumwamini ili kuweza kutatua malalamiko yaliyoko kwamba uchaguzi haukuwa haki. Kwa mujibu wa shahidi aliyekuja kuliongelea swala hilo, yeye kama mmoja wa viongozi wa BAKWATA anasema nafsi yake ilikuwa inamsuta kwa sababu kwa ufahamu wake na taratibu za kidini michango haikatazwi, lakini kwa maoni yake michango ya namna hiyo inapotolewa na mgombea wakati wa kampeni za uchaguzi zinaendelea na mgombea huyo akatoa mchango huo kwa masharti kuwa viongozi wa dini wamuunge mkono na kuwaambia waumini wake wampigie kura kwa sababu ametoa mchango kwa ujenzi wa zahanati, kwa maoni ya shahidi alikuwa anaona jambo hilo sio sahihi. Kwa hiyo ndio kilichomleta kutoa ushahidi huo na kusema kwamba kwa maoni yake anaona haikuwa sahihi kwa mchango wa zahanati kutolewa wakati wa kampeni. Mchango huo ungeweza kutolewa wakati mwingine, au hata kama ukitolewa wakati wa kampeni basi utolewe kwa siri bila ya kuwa na vikao maalum, kwa sababu vinaweza vikafanya wananchi kuona kwamba huyu aliyechangia ndiye anastahili kupigiwa kura na watu wa imani hiyo. Hakuna kitu kama hicho. Hayo ni maneno yao, lakini hakuna kitu ambacho kwamba kuna fedha au kuna kitu chochote ambacho kinatolewa kwa mashahidi kwa ajili ya kuwanyongonyeza. Tunaamini wao wameandaa mashahidi wao, waache mashahidi wao watoe ushahidi. Na uzuri ni kwamba kesi hii inaendeshwa kwa uwazi. Watu wanaruhusiwa kuja, lakini pia kwa njia ya mtandao watu wote wanaona ni kwa namna gani mashahidi wanatoa ushahidi wao, ni kwa namna gani tunavyojitahidi kuuliza maswali ya msingi ambayo yanaponda kwa namna moja ama nyingine ushahidi wao ambao wameuleta. Kwa hiyo hizo hoja sio hoja za msingi. Kikubwa wao walete mashahidi wao, waweze kutoa ushahidi wao na kudhibitisha bila kuacha shaka ya aina yoyote kwamba hicho wanachokisema kilikuwa ni cha kweli. Kwa sisi jukumu letu kubwa ni kuonesha kwamba kuna shaka kwenye ushahidi wao.
Tumeuliza maswali kwenye eneo hilo. Lakini pia ambacho tunachopaswa kujua, sisi pia bado tuna nafasi ya kuleta mashahidi wetu. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine mashahidi watakutana na mahakama itakuja kuamua. Kwa hiyo sisi hatuoni kama kuna changamoto kwenye ushahidi ambao tutauandaa kwetu. Kwa hiyo sisi tunaamini, tumeuliza maswali na wametujibu kwamba mashehe waliokuwepo ni washehe wanaoaminika ambao hawatiliwi shaka kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia hayo mambo anasema alitokea mwezi wa 9, anakuja kuyaripoti mwezi wa 7, ni zaidi ya miezi 10 sasa. Sasa tunaona hilo ni shaka kama kweli kuna jambo hilo lilifanyika, na anasema hakuwahi kuripoti hata kwa shehe mkuu wa mkoa, hakuwahi kuripoti hata kwa mufti. Kwa namna moja ama nyingine sisi tunaamini kwamba huo ushahidi wao unashaka kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia unapaswa kujua kwamba hata huyo shahidi aliyekuwa anatoa ni kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo. Kwa namna moja ama nyingine tulitegemea kwamba ushahidi wa namna hiyo unaweza kutolewa.